Kijiji cha ajabu. Sehemu ya kwanza. Sauti kutoka bondeni. Mvua nyepesi ilikuwa ikinyesha juu ya milima ya mbali, huku ukungu mzito ukitanda juu ya miti mirefu ya mivure. Barabara ya udongo iliyopinda kama nyoka ilionekana kutoweka katikati ya msitu mnene uliokuwa haujaguswa kwa miaka mingi. Hakuna magari, hakuna umeme. Ilikuwa ni sehemu ambayo hata ramani nyingi hazikuonesha. Kijiji hicho kiliitwa Mawingu Mapana. Wazee wa maeneo jirani walikisema kwa sauti za chini, kana kwamba jina lenyewe lilikuwa la laana. Wengine walidai kijiji hicho kilikuwepo kabla ya ukoloni. Wengine walisema hakikuwa kijiji cha kawaida, bali sehemu ambayo haikupenda wageni. Lakini hakuna aliyewahi kueleza kwa uwazi kilichokuwa kinaendelea huko. Usiku mmoja wa mwezi wa 7, basi dogo la zamani lilisimama pembeni mwa njia hiyo ya udongo. Mlango wake ulitoa mlio wa chuma kilichochoka. Kijana mmoja alishuka akiwa amebeba mkoba mweusi mgongoni. Jina lake alikuwa Elia. Alikuwa mwandishi wa habari kutoka mjini, mwenye tabia ya kutoamini hadithi za kishirikina. Kwa miaka mingi alikuwa akiandika kuhusu udanganyifu wa waganga wa kienyeji, miujiza ya uongo na simulizi zilizotungwa kwa hofu za watu. Lakini safari hii ilikuwa tofauti. Wiki 2 zilizopita alipokea barua isiyo na anwani ya mtumaji. Ndani yake ilikuwa na karatasi moja tu yenye maandishi mafupi: ukifika Mawingu Mapana usiangalie nyuma ukiitwa usiku. Hakukuwa na jina, hakukuwa na maelezo mengine. Mwanzoni Elia alicheka, lakini kilichomfanya ashindwe kuipuuza ni picha iliyokuwa ndani ya bahasha hiyo. Picha ya mama yake. Mama yake alipotea miaka 10 iliyopita. Katika picha hiyo alikuwa amesimama mbele ya nyumba ya udongo, huku nyuma yake kukiwa na bango lililoandikwa karibu Mawingu Mapana. Mikono ya Elia ilitetemeka aliposhuka kwenye basi. Dereva mzee mwenye ndevu nyingi za mvi alimwangalia kwa macho ya tahadhari. Una uhakika unataka kushuka hapa? Aliuliza kwa sauti nzito. Elia alijibu ndiyo. Dereva alikaa kimya kwa sekunde kadhaa kabla hajamkaribia. Ukisikia filimbi usiku, alisema huku akimtazama moja kwa moja machoni, jifungie ndani, usitoke nje hata kama kuna mtu analia. Elia alitaka kuuliza maana yake, lakini dereva tayari alikuwa amerudi garini. Dakika chache baadaye basi liliondoka likimwacha peke yake kwenye kimya kizito msituni. Kitu cha kwanza alichogundua ni kwamba eneo lile lilikuwa kimya mno. Hakukuwa na sauti za ndege, hakukuwa na wadudu. Ni upepo pekee uliopita kwenye majani marefu kwa sauti kama mtu anayenong'ona. Alitembea kwa karibu dakika 20 mpaka alipoanza kuona nyumba chache za udongo zikiwa zimejengwa kwa mpangilio wa duara. Moshi ulipanda kutoka baadhi ya nyumba hizo, lakini hakukuwa na watoto wakicheza wala watu wakizungumza nje kama ilivyo kawaida vijijini. Watu walikuwepo, walikuwa wakimwangalia kutoka mbali, kutoka madirishani, kutoka milangoni iliyofunguliwa kidogo, na kila alipoangalia walifunga milango taratibu. Mwisho wa njia kulikuwa na kisima kikubwa cha mawe. Pembeni yake alisimama mwanamke mzee aliyekuwa amevaa ushungi mweusi. Mikono yake ilikuwa imejaa mikunjo kama mizizi ya miti. Elia alisema hata kabla hajajitambulisha. Kijana huyo alisimama ghafla. Umenijuaje? Mzee huyo hakumjibu moja kwa moja. Alimtazama kwa huzuni ya ajabu. Umefanana sana na baba yako. Moyo wa Elia ulianza kwenda mbio. Unamjua baba yangu? Aliuliza haraka. Macho ya mzee alibadilika ghafla. Hofu ilionekana wazi usoni mwake. Kwa nini umerudi?
alinong'ona. Kwani ushawahi kuhapa? Kabla hajampa jibu, upepo mkali ulivuma ghafla. Ndoo zilizokuwa karibu na kisima zilianza kutikisika zenyewe. Kisha akasikia filimbi, sauti nyembamba ya mbali, kama mtu anayepuliza kipande cha mianzi kutoka ndani ya msitu. Mwanamke mzee alibadilika uso. Ndani haraka alipiga kelele. Milango ya nyumba ilianza kufungwa kwa nguvu. Madirisha yakagongwa kutoka ndani. Watu waliokuwa wamejificha wakatoweka kana kwamba kijiji kizima kilikuwa kinakimbia sauti hiyo. Elia alibaki amesimama bila kuelewa. Filimbi ile ikasikika tena. Safari hii ilikuwa karibu zaidi. Alafu sauti ya mwanamke ilisikika kutoka nyuma yake. Elia aligeuka haraka. Hakukuwa na mtu, lakini alitambua sauti hiyo. Ilikuwa sauti ya mama yake. Mwili wake ulisisimka kwa baridi kali. "Mtoto wangu," sauti ile ilinong'ona tena kutoka gizani. Mwanamke mzee akamshika mkono kwa nguvu kiasi cha kumuumiza. "Usiangalie msituni," alipaza sauti huku akitetemeka. Lakini tayari Elia alikuwa ameona kitu. Mbali kidogo kati ya miti kulikuwa na mwanamke aliyesimama kimya, akiwa amevaa nguo nyeupe iliyochafuka matope, na ingawa uso wake ulifunikwa na nywele ndefu, Elia alijua kuwa ni nani. Alikuwa mama yake, au kitu kinachofanana na mama yake.